Sana naarifu zaidi. Sanaa ya kuweka maumbo yenye ujumbe imedumu kwa karne, ikiwa ni sekta inayotambulika na Shirika la Kazi Duniani tangu mwaka 2013 kama sekta yenye nguvu katika ukuaji wa kisasa duniani. Eneo hili la Mwenge ni miongoni mwa soko maarufu la bidhaa za sanaa mjini Dar es Salaam. Ni ulingo wa ajira kwa mamia ya wasanii mjini humo. Hadi siku itakapokwisha, maelfu ya bidhaa zitakuwa tayari kuingia sokoni. Bi Caroline Kesi ni mmiliki wa duka hili. Yeye hushughulika hapa kila siku. Mgaga na upwa katu hali wali mkavu. Na tuseme kizuri zaidi ni kwamba biashara ya handcraft sio biashara ya kuuza nyanya, kitunguu, wali, chakula ambacho unajua kwamba in case ukuuza leo basi hii biashara itaharibika. Kila wakati biashara yetu inapozidi kukaa ndio value yake inazidi kukua. Kwa hiyo wakina mama ni watu ambao wanajua kukomaa. Ameuza leo, hajauza after 5 days, anakomaa, anaweka akiba, anatunza watoto wake, anaelimisha watoto ambao ni akiba yake ya kesho. Kwa hiyo unaweza kusema kwamba ni biashara nzuri. Utafiti wa mwaka 2010 wa Shirika la Kimataifa la Haki Miliki umebaini kuwa sekta ya sanaa hutoa karibia 5% ya ajira zote nchini na huchangia 4% ya pato la taifa kwa kuingizia serikali shilingi za Tanzania bilioni 680 kila mwaka. Pamoja na yote hayo, sauti ya wahusika wakuu ambao ndio wabunifu na wanaotegemea talanta yao ni ya kuhuzunisha. Kazi zao za sanaa zinazong'ara na kuvutia, kumbe ni utando wa dhahabu. Ndani yake ni kipande cha chuma, tena chenye kutu. Soko letu limeshakuwa bovu na hata tunashindwa kufanya biashara kutokana na hata utalii wenyewe sasa hivi haupo. Kwa tunategemea watu wa nje waje hapa wanunue ndio tupate chochote kitu. Lakini mpaka sasa hivi swala la ushuru umekuwa huko juu. Tunakosa wateja na hao wafanyaji biashara wa majumbani hao wanapeleka vinyago huko nje, kwa maana soko limekuwa gumu kushinda maelezo. Wanasema kuwa ikiwa kweli Tanzania inajiandaa kuwa nchi ya uchumi wa kati, vilio vyao si vya kupuuzwa, itafutwe namna. Pia wameiambia KTN kuwa soko liko wazi kwa ulimwengu mzima. Rajabu Hassan, KTN News, Dar es Salaam, Tanzania.